Mbwaduke Stars, Sport Next Level. Kati ya wachezaji wanaohusishwa na klabu ya wananchi Yanga ni mshambuliaji wa kimataifa kutoka Mali. Huyu anaitwa Fili Traore. Yes, ambaye hivi sasa anacheza katika ligi kuu ya Libya katika klabu itwayo Aswahili. Mchezaji huyu inakumbukwa vizuri kwamba alikuwa katika klabu ya TP Mazembe msimu uliopita, lakini sasa yupo katika ligi kuu ya Libya. Yeye ni mchezaji ambaye umri wake ndio kwanza na miaka 23. Yes, kwa sababu alizaliwa Juni 15 mwaka 2001 katika jimbo la Olufugugu lililopo katika jiji la Bamako kule nchini Mali. Ni mchezaji ambaye awali alikuwa katika klabu ya TP Mazembe akitokea kwao Mali. Msimu wa 2020 ndipo alitua katika klabu ya TP Mazembe, lakini akatolewa kwa mkopo kwenda katika klabu ya Don Bosco ambayo tunatambua vizuri ina mahusiano na TP Mazembe. Yes, iko affiliated, ambako baada ya msimu mmoja akarejea TP Mazembe na kisha hapo akapata fursa sasa ya kuingia katika kikosi cha kwanza na kucheza mechi kadhaa, lakini msimu uliopita ndio aling'ara zaidi huyu Fili Traore. Urefu wake akiwa kama mshambuliaji kinara, urefu wake ni futi 5 na inchi 11. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level, futi 1 huwa na inchi 12. Sasa unaposikia futi 5 na inchi 11, maana yake huyu mwamba huyu amemisi inchi 1 tu ili kutimiza urefu wa futi 6. Sasa umbile lake hili linamsaidia pia hasa katika mapambano ya mipira ya juu na kufunga mabao ya kichwa pale panapostahili. Guu lake lenye nguvu zaidi, guu ni guu la kulia, ingawa hashindi pia kutumia mguu wa kushoto na ni mzuri kwa mipira ya vichwa kama nilivyotoka kuelezea. Fili Traore kucheza kwake huwa ni mshambuliaji kinara, ingawa anaweza kucheza pia nyuma ya mshambuliaji kinara, kutokea kushoto, kutokea kulia anaweza, lakini zaidi ni mshambuliaji kinara. Anajua kuliona lango na pia ni mzuri katika kutoa pasi za mabao. Yes, yeye ni mfungaji mzuri, lakini ana jicho la kuona wenzake waliposimama mahala sahihi na kuwapa mipira ambayo tunasema zile kama telling passes. Ni kama passes zinazozungumza ambazo wa mwisho kumalizia wakati mwingine anafanya tap in, yani kutegesha tu mguu na kufunga, au kutoa fursa ambayo haimpi kazi ngumu kwenda kuweka mpira wavuni. Fili Traore kama kweli akitoa Yanga, basi bila shaka Yanga watapata mtu ambaye akiendeleza kiwango chake alicho nacho hivi sasa, bila shaka anaweza akawakumbushia kile alichokuwa akifanya Fisto Kalala Mayele, ambaye ni mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, akiwezesha Pyramids kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, yeye akipiga mabao 6. Nakumbushia tu kwa sababu yeye alipita Yanga akitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuwakitisha kihivyo Fisto Kalala Mayele, lakini kupitia Yanga mambo yake yakawa superb, akawa mfungaji bora nchini, akawa mfungaji bora katika kombe la shirikisho barani Afrika 2022-23, na hatimaye akaenda Pyramids akaendeleza kwa kuwa mfungaji bora ligi ya mabingwa na kuwapa Pyramids ubingwa ligi ya mabingwa ambao ni wa kihistoria kwao, hawakuwahi kuutwaa hapo kabla. Sasa huyu Fili Traore akitua kwa rekodi zake zilivyo sasa, ni dhahiri kwamba akiendeleza kile alichonacho ama akikiongeza zaidi, basi Yanga watafarijika kwa kupata mtu wa kaliba ya Mayele na kisha kupata mafanikio zaidi. Lakini mpira wa miguu ni mpaka atue kweli alafu aonyeshe kile, kwa sababu ishatokea mchezaji anaonyesha kiwango bora sehemu fulani alafu kwingine anachemsha. Lakini akiendeleza na sisitiza, basi kuna uwezekano akafanya vizuri zaidi, kwa sababu Yanga imeonekana hivi karibuni wachezaji wa aina yake wanayo fursa ya kukuza zaidi viwango vyao, na mfano ni Mayele. Nasema hivyo kwa sababu gani? Huyu mwamba Fili Traore akiwa TP Mazembe msimu uliopita alikuwa ndiye mfungaji bora katika ligi kuu ya Kongo, ambako alikuwa amecheza mechi 36 mwamba akafunga mabao 25 goals na kumfanya yeye ndiye top scorer katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita. Lakini haitoshi, akaweka rekodi ya kuwa mfungaji bora aliyefunga mabao mengi kuwahi kutokea katika ligi kuu ya Kongo. Ni kwa sababu hapo kabla walikuwa akishikilia rekodi ya kufunga mabao mengi katika msimu walikuwa ni Jackson Muleka akiwa TP Mazembe, ambaye yeye alikuwa anashikilia rekodi ya kufunga mabao mengi kwa msimu mmoja, ilikuwa alifunga mabao 24 msimu wa 2019. Rekodi hii ya Muleka haikuwa peke yake, alikuwa pia na Jacques Makusu Mundele
yeye akiwa katika klabu ya AS Vita msimu wa 2018 2019, Jacques Makusu Mundele naye alifunga mabao kama Jackson Muleka, mabao 24. Hawa ndio walikuwa wakishikilia rekodi kwa mchezaji mmoja kwenye msimu mmoja kufunga mabao mengi zaidi. Huyu mwamba Phil Traore akavunja rekodi hiyo kwa kuongeza bao moja zaidi huo msimu uliopita 23-24 kwa kufunga mabao 25. Lakini haikuwa mabao tu 25 aliyofunga, alitoa assist 8. Kwa hiyo ina maana kama ni mchango wa mabao alichangia mabao 33 katika mechi 16 alizocheza. Unaweza kaona ni mabao mengi kiasi gani. Mechi 36 anafunga mabao 25, assist 8, ni mabao 33 katika mechi 36. Hapa tuliweke sawa kidogo. Ambayo inamaanisha nini? Kwa idadi ya mechi unaweza kusema kwa mabao ni 92% ya ushiriki wake kwenye idadi ya mechi zile 36 anasababisha bao, ama kwa kufunga au kwa kutoa assist. Huyu ni Phil Traore, akawa ni miongoni mwa wachezaji bora sana msimu uliopita katika ligi kuu ya Kongo. Lakini alishiriki pia katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunatambua vizuri msimu uliopita TP Mazembe kutoka hatua ya makundi mechi 6, wakenda robo finali mechi 2, wakenda nusu finali mechi 2, jumla walicheza mechi 10 kwa maana hatua makundi mpaka nusu finali waliotolewa na Al Ahli waliokuja kuwa mabingwa. Huyu Phil Traore alicheza mechi 9 kati ya 10. Unaweza kaona ushiriki wake kwa idadi ya mechi ni 90%. Baada ya hapo TP Mazembe walipambana sana kumuongezea mkataba mpaka Juni 2027. Yeye na management yake wakasema no. Walibembeleza wakaongezea na vivutio vingi kiwamo fedha zaidi kwa maana maslahi, signing on fees wakamuongezea, ingawa ni mchezaji ambaye alikuwa kwao. Wao wakasema no, wanataka kutafuta changamoto zaidi. Kwa sababu hiyo ikamfanya akaenda katika klabu ya Aswehli. Aswehli inashiriki ligi kuu ya Libya, ambayo si miongoni mwa klabu zenye wasifu mkubwa kama TP Mazembe ama vinginevyo. Lakini yeye akaamua kwenda huko alimradi tu ajikwamue kutoka katika minyororo ya klabu ya TP Mazembe aliyokuwa ametua akiwa kijana mdogo zaidi mwaka 2020 kama nilivyotoka kueleza awali. Sasa akiwa katika klabu ya Aswehli kwenye ligi kuu ya Libya hivi sasa amecheza katika msimu huu ameshacheza mechi 16. Mechi 16 katika ligi kuu ya Libya. Tayari ameshafunga mabao kashafunga 12. Na hizi mechi 16 kwenye dakika alizocheza uwanjani ni dakika 1422. Ni wastani wa around dakika 89 katika kila mechi kati ya mechi 16 alizocheza. Mwamba ashafunga mabao 12, hiyo haitoshi, ashatoa assist 7. Kwa hiyo kachangia mabao 19 katika mechi 16 alizocheza. Yaani ana mchango mkubwa wa mabao kuliko idadi ya mechi ambazo timu yake imecheza. Na hivi sasa Aswehli katika ligi kuu ya Libya mabao yote waliofunga katika taratibu zao zile, wakianzia na makundi tofauti wao wakiwa group 3, make Libya wana utaratibu wao wa makundi kabla kwenda kumpata bingwa. Yeye kwa ujumla wana mabao 35. Kwa mabao 35 yeye amechangia mabao 19. Mabao 19 katika mabao 35 waliofunga mpaka sasa kwenye msimu huu kwenye ligi kuu ya Libya. Maana yake mchango wake wa mabao ni 54+. Yes, kwa maana ya mabao aliyofunga na assist. Mabao 19 kati ya 35. Unaweza kuona ni mchezaji wa aina gani. Na hivi sasa katika ligi kuu ya Libya wanaoongoza kwa kupachika mabao ni yeye kwa mabao yake 12, mwingine ni Mabululu, mchezaji wa klabu ya Al Ahli Tripoli ambaye tunamfahamu vizuri sana, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola ambaye Al Ahli Tripoli walimnunua kutoka Misri katika klabu ya Ittihad Alexandria, akijiunga kwao kwa fedha zinazotajwa kwa fedha za Tanzania ni zaidi ya bilioni 4. Sasa Mabululu na yeye ndio wanafanana kwa wanaongoza kwa pamoja kwa kufunga mabao, ila yeye ana cha ziada, assist 7 zinamfanya total goals contribution, mchango wake wa mabao ya jumla kwa klabu yake ya Aswehli ni mkubwa zaidi kulinganisha na Mabululu katika klabu yake Al Ahli Tripoli ambaye amefunga mabao 12. Kufikia tarehe 30 ya mwezi huu wa 6, huyu Phil Traore mkataba wake unaisha katika klabu ya Aswehli, ambako cheza yake akiwa chini ya kocha Fathi Al-Jabal katika klabu ya Aswehli. Huwa wanatumia baada ya golikipa ni walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 mshambuliaji kinara mmoja. Huyu mmoja huyu ndo huwa yeye, huyu Phil Traore, raia wa Mali.
kule anakotoka Djigui Diarra. Lakini kwenye kucheza kwao huku hapa anaoshirikiana nao vizuri kuna mwamba anaitwa Al-Khoja. Huyu Al-Khoja katika hao watatu anacheza katikati. Yaani kama ni Yanga ni wakati Stefan Aziz Ki hajaenda katika klabu ya Wydad Casablanca katika ile 4-2-3-1 ya Yanga baada ya golikipa. Wale watatu wale tunajua. Katikati Aziz Ki, upande mmoja Maxim Piazengeli, upande mmoja Peodo Pacome Zouzoua, ama mpangilio wote. Sasa katika ile nafasi ya Stefan Aziz Ki kuna Al-Khoja, alafu upande wa kushoto kuna mwamba anaitwa Abdilat Al-Abbas, halafu upande wa kulia kuna mwamba mwingine anaitwa Al-Husun. Ndio wanaocheza pamoja na Fili Traore katika klabu ya Aswehli na kumfanya ang'are sana katika kuwadhuru wapinzani. Kwa hiyo TP Mazembe tunajua alikuwa pamoja na kina Gladly Konza ambaye wakati akifunga mabao 25 ndani ya TP Mazembe alikuwa anafuatia kwa idadi ya mabao ni Gladly Konza mabao 12, lakini alikuwa na kina Joel Bea mwenye alikuwa na mabao 9, kina Sheikh Fofana mabao 9, yeye ana mabao 25 ligi kuu ya Kongo msimu uliopita. Lakini hivi sasa anaoshirikiana nao ndio baadhi yao katika kushambulia ni hao kina Al-Abbas, Al-Husun pamoja na Al-Khoja. Amekuwa akifanya vizuri sana. Lakini tarehe 30 mwezi huu narudia tena mkataba wake unaisha, anakuwa huru. Kwa hiyo haishangazi kuona klabu zenye malengo makubwa kama Yanga kuhusishwa naye. Na inasemekana mawakala wake waitwao Sababu Agents wametua nchini hivi karibuni, na Yanga wanahusishwa kwamba ni miongoni mwa klabu ambazo zimekuwa katika mazungumzo ya kumpata mchezaji huyu. Kama Yanga inafanikisha, bila shaka rais wa Yanga Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji na management nzima ya Yanga na benchi la ufundi, itakuwa ni furaha kubwa kwao na mwisho siku kwa mashabiki wao endapo watampata huyu mwamba Fili Traore kwa ajili ya msimu ujao 2025-26, kwa sababu mfumo wanaotumia kocha Fathi Al-Jabal katika klabu ya Swahili ndio mfumo mama wa Yanga wa makocha wote wa hivi karibuni, kuanzia Nabi akaja Bigel Gamo. Mfumo wa Yanga kiuchezaji kuanzia kocha Nasreddin Nabi, Miguel Gamondi Argentina, Siad Ramovic na sasa Hamdi Biludi. Kwa kiasi kikubwa mfumo mama huwa ni huu, baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Ni dhahiri kwamba kama akitua mfumo utakuwa unaendana na vile ambavyo amekuwa akicheza sasa kule Libya, lakini kwa kiwango chake ni dhahiri kwamba Yanga tutakuwa ameongeza kitu katika kuwadhuru wapinzani. Ni silaha hatari sana kwa wapinzani katika msimu ujao endapo tu atatua kweli na kuendeleza kile ambacho amekionyesha katika klabu ya TP Mazembe na hivi sasa katika klabu ya Aswehli kule katika ligi kuu ya Libya. Baadhi ya changamoto atakazokutana nazo ni juu ya ugeni katika ligi kuu Tanzania bara, ambayo ni ligi kuu bora namba 5 barani Afrika kulinganisha na alikotoka kule Libya, ambayo ni miongoni mwa ligi nafasi ya 11. Imo katika ligi 12 bora zinazotoa timu 4 kushiriki katika michuano ya CAF, 2 ligi ya mabingwa, 2 kombe la shirikisho. Kwa hiyo pengine kutakuwa na tofauti kidogo, sababu ushindani hautakuwa sawa na Kongo ambako ana rekodi nyingine ni kwa sija kutajia, ndugu mtazamaji wa Maduka Stats Sport Next Level. Aliweka rekodi mechi moja ametumia muda mfupi sana kufunga mabao mengi. Alifunga mabao 5, tunaita quintuplate. Kama unafahamu vizuri, mabao 2 katika mpira wa miguu yanaitwa brace. Mabao 3 hat trick. Mabao 5 ni quintuplate. Yeye alipiga quintuplate katika mechi dhidi ya Lubumbashi Sports. Tena kwa muda mfupi zaidi ambao ni rekodi. Dakika 16 mwamba alitupia mabao 5. Dakika 42, bao la kwanza alifunga dakika 45, la pili akafunga dakika ya 50, la tatu dakika 52, la 4 dakika 58, la 5 dakika 60. Akaweka rekodi ambayo haijawahi kuwepo katika ligi kuu ya Kongo kwa mchezaji kufunga mabao 5 ndani ya dakika 16. Alizitumia hizo muda mfupi zaidi afu kupiga mabao 5. Sasa anapotoka katika ligi kuu Tanzania bara, kama ni kweli itakuwa hivyo, anakwenda kukutana na kina Dodoma Jiji, Simba, Azam, Coastal Union endapo atatua Yanga, ambako mabiki wake si wepesi hata kidogo. Itakuwa ni burudani aina yake pindi akitua na kwa miongoni mwa washambuliaji wa Yanga. Lakini pia Yanga bila shaka mipango yao ni kufika mbali katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao. Yeye atakuwa muhimu zaidi. Changamoto ni kwamba atakapotua kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano mingine Yanga anashiriki, matumaini yatakuwa makubwa sana kwake kutokana na rekodi aliyokuja nayo, Yanga wakitaraji kwenda mbali zaidi. Msimu uliopita walifika robo finali ligi ya mabingwa wakatolewa kwa penalty na Mamelodi. Msimu huu wameishia hatua ya makundi nafasi ya 3.
msimu ujao pressure itakuwa kubwa kutoka kwa mashabiki wa Yanga, uongozi wa Yanga, wadau wa Yanga, kuona Yanga ikimove ikienda mbali zaidi ya ilichofikia msimu uliopita wakati ilipofika robo finali. Pressure hiyo itakuwa kwa wachezaji akiwemo yeye, na ambayo bila shaka inaweza kawa hamasa kwake kufanya vizuri, ama akipokea vibaya inaweza kawa kinyume chake. Yanga na mashabiki wengi zaidi wenye pressure kubwa kulinganisha na alikotoka kama Aswehli. Kwa hiyo nayo inaweza kawa changamoto kwa upande mwingine, lakini ni eneo ambalo akitumia vizuri kama kitua Yanga anaweza kapiga hatua zaidi, kwa sababu anao mfano wa Fiston Kalala Mayele. Alipotua Yanga hakuwa na rekodi za kutisha, hakuwahi kuwa mfungaji bora katika ligi kuu yoyote, lakini Yanga wakampa jukwaa la kumwezesha kawa MVP, kawa mfungaji bora pia CAF Confederations Cup, michuano ya kombe la shirikisho, akapata nafasi ya kwenda mbele zaidi katika klabu ya Pyramids ambayo ina rasilimali fedha zaidi, na ambako anafanya vizuri, ametoa ligi ya mabingwa barani Afrika taji lake, huku yeye akiwa mfungaji bora. Bila shaka Philippe Traore haya yatamvutia kuona kwamba akitua Yanga naye atafika huko. Swali tu ni kwamba je, tetesi hizi zitafanikishwa? Ni kweli Yanga wanaweka jitihada za kutosha kumpata? Ni kweli yeye yuko tayari kujiunga Yanga na sio timu nyingine? Vipi wapinzani wa Yanga katika kumwania mchezaji huyu kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika na hapa nchini? Kama Yanga wakimpata ni ongezeko muhimu, na uzuri ni kwamba umri wake wa miaka 23, body morphology, umbile lake la urefu wa kumisi inchi moja tu yatimize 6, ni dhahiri kwamba Yanga wanaweza kufanya biashara zaidi hapo baadaye kuingiza pesa endapo atampata, kwa sababu klabu pia hununua na kuuza wachezaji. Yanga washaonja faida ya kuwa na wachezaji bora wenye umri unaoruhusu kufanya hivyo. Walipata pesa wakati wakimuuza Fiston Kalala Mayele kwenda Pyramids. Hivi karibuni wameingiza kiasi kizuri cha fedha kwa kumuuza Stefan Aziz Ki kwenda Wydad Casablanca ya Morocco. Aziz Ki, Fiston Kalala Mayele ni wachezaji ambao umri wao umevuka miaka 27. Kuna 28, 29. Huyu ana miaka 23. Maana yake uwezekano wa kufanya biashara na kuingiza fedha nyingi kuimarisha hali yao ya kiukwasi inakuwa kubwa zaidi endapo wakimpata Philippe Traore mwenye miaka 23, na mchezaji huyu akadumisha kiwango chake kama anachokionyesha sasa kule Aswehli, kama kile alichokionyesha akiwa TP Mazembe. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazila. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.